كلمتهم على الحق والدين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون واشهد أن محمدا عبده ورسوله خص أمته على التقارب والتراحم فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة وطريق العزة. Maashara almuslimin, hatuna budi kuregesha shukurani kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia siku ya leo tukaweza kufika sehemu kama hii wakati kama huu. Hii sio uwezo wetu, bali ni taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maashara almuslimin, naomba tukae tusikilize. Baada ya sisi kumaliza sala, basi tusikize nasaha kwa ufupi ili tuweze kufaidika na kuweza kupata fadhila zote mbili ya sala pamoja na kusikiza nasaha. Alhamdulillah, basi tunamhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi allafa baina qulubil mu'minin, Mwenyezi Mungu ambaye kwa uwezo wake ameenda kuunganisha nyoyo za waumini, wa jamaa kalimatahum ala alhaqi waddin, na akajalia maneno yao na njia yao na barabara yao ni moja, akajalia juu ya haki na dini. Na pia nashuhudia kwamba hakuna Mola anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, ambaye kwamba ametuhimiza ndani ya Qur'ani na kutuambia inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika hii umma wenu ni umma moja, wa ana rabbukum fa'budun, na mimi Mola wenu mniabudu. Hii ni amri na ni maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala aliotamka ndani ya Qur'ani na kutuambia kwamba nyinyi ni umma moja na pia mimi ni Mola wenu, faabuduni, basi muniabudu mimi. Na pia nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake, ambao kwamba amehusishwa, amekuja kuweka watu kwa ukaribu na kwa kuhurumiana, na akasema katika maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadduhim, mfano ya waumini wote, mfano ya Waislamu katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kufanyana upole kwao ni kama mfano ya mwili moja, ambao kwamba ikiumwa na kiungo chochote katika mwili wako, basi sehemu nyingine pia inakuuma. Sa ile macho inakuuma, basi mkono inakuja kupanguza machozi yake. Sa ile mguu inakuuma, basi macho hailali, itakesha. Basi hivyo ndivyo muumini anavyotakiwa aishi katika hii ulimwengu, awe ni mwenye kupendana na mwenye kutakiana mema na kuishi kwa pamoja na kwa amani. Inna min ahammi ma yad'u ilayhi ad-din, hakika kitu ambacho kwamba ni muhimu sana, ambacho kwamba dini inatuita, dini ya Uislamu inatuita kwake yeye, baada ya tauhidi, baada ya sisi kumwamini Mwenyezi Mungu, jamu kalimatin wa itilafil qulub, ni kuja kushikana na nyoyo kuungana. Baada ya sisi kusema kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kweli tumemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, kinachofuata ni sisi nyoyo zetu kuungana na kwenda kuzoeana na kuishi kwa amani. Wa min ajli dhalika, kwa sababu hiyo imekuja ndani ya Qur'ani, faqad itabara jami'il muslimina, na ikaelezewa kuwa Waislamu wote. Mwenyezi Mungu akaeleza katika Qur'ani, jami'il muslimina ikhwatu fi din, Waislamu wote ni mandugu katika dini. Faqala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu, innamal mu'minuna ikhwa, hakika Waislamu wote, waumini wote ni mandugu. Wakala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na mshikamane na kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Idh kuntum a'daan, mlikuwa nyinyi ni maadui. Fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaenda kuunganisha nyoyo zenu kupitia dini ya Uislamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, basi kwa ajili ya neema ya dini ya Uislamu mkaamuka asubuhi nyinyi wote ni mandugu, kwa kutamka ya kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah peke yake. Maashara almuslimin, wa kama nataka bidhalika, na hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotamka na kuja kutuunganisha sisi kama Waislamu, na akaamrisha na akahukumu akasema, almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Usiangalie rangi wala usiangalie ukabila wala usiangalie huyo natoka jamii fulani, maadamu ni Muislamu basi yeye ni ndugu yake, ana haki ya kutenda yale haki sita ambayo kwamba anatakiwa ufanyiwe kwa Muislamu, basi unatakiwa umfanyie huyo mtu maadamu ni Muislamu. Kwa ikiwa Muislamu kwa Muislamu ni mandugu, la yadlimuhu, usiende ukamdhulumu ndugu yako Muislamu, wala yaslimuhu, wala usiende ukamuudhi yeye, wala yakhdhuluhu, wala usidalilisha yeye. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bihasbi imri'in min ash-sharri an yaqira hakahu al-muslim, aseme inatosha ni shari kwa mtu, ni shari kwenda kumdharau ndugu yake Muislamu. La tahasadu wala tabaghadu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake, msihusudiane wala msichukiane, wala tadabaru, wala msipeane mgongo. Wakunu ibadallahi ikhwana, na mkuwe waja Mwenyezi Mungu kuishi kwa mandugu na kwa amani. Laysa dhalika fakat, sio hiyo peke yake. Hadha dinu yajma'u al-abyad wal-aswad, hii dini imeenda kukusanya mtu ambaye kwamba ni mweupe na nyeusi, Mwarabu pamoja na Mwafrika. Maadamu ni Muislamu, ni ndugu yako Muislamu, basi mkae na muishi kwa amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatueleza kwamba Waislamu yote ni mandugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia masahaba yake akasema, ayuhan nasu, enyi watu, ala inna rabbakum wahidun, jueni kwamba Mola wenu ni moja, Mungu wenu ni moja, wa anna abakum wahidun, na baba yenu ni moja. Sisi wote tumetoka kwa Nabii Adam alayhi salam na kwa mama yetu na Hawa alayha salam. Sisi wote tumetoka sehemu moja, tumetoka katika nafsi moja. Hakuna mtu bora kuliko mwingine isipokuwa yule ambaye kwamba ana ucha Mungu zaidi, basi huyu atakuwa ni bora zaidi kuliko mle mtu mwingine. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, hakuna ubora kwa huyu ni Mwarabu, huyu ni Mwafrika, wala ala al-ajamiyyu ala al-arabiyyu, wala hakuna ubora juu ya Mwafrika au Mwarabu, wala li ahmari ala al-aswadi, wala hakuna mtu bora huyu ni mweusi, huyu ni mweupe, illa bitaqwa, isipokuwa kwa takwa peke yake. Ile mtu bora mbele ya Mwenyezi Mungu ni takwa peke yake. Kisha Mtume akauliza masahaba wake, hal ballagtu, je niwafikishieni? Wakasema, ballagta ya Rasulullah. Wakaambia, kweli umefikisha yeye Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa jambo hili Waislamu wote ni mandugu, kilima yao ni moja, Mungu yao ni moja, sala yao ni moja, kibla yao ni moja, Qur'ani yao ni moja, basi washikane kwa pamoja na kuishi kwa amani. Lakini kuna jambo khisanun khatira, kuna jambo ambalo kwamba ni hatari sana, lam tadkhul fil mujtami, hilo jambo